Wakati ligi kuu Tanzania bara ikielekea ukingoni, baadhi ya timu zikiwa zimebakiza mechi 4 kabla ya kukamilisha, lakini nyingine kama Simba yenyewe ikibakiza mechi nyingi zaidi, mechi 8, vinara wa ligi hiyo kwa sasa kwenye msimamo, wananchi Yanga, wao wameshacheza mechi 25, bado mechi 5. Lakini wakati Yanga ikiwa kileleni ikiendelea kupambana kuhakikisha inatetea taji lake la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo, lakini huku ikiwa inasubiri pressure kutoka kwa watani wa jadi wekundu wa Msimbazi Simba wanaofuatia katika nafasi ya pili wakiwa na pointi 57, lakini wana viporo vya mechi 3 kulinganisha na Yanga iliyocheza mechi nyingi. Yanga mechi 25, Simba mechi 22. Ushindani mwingine umehamia katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-25. Wapo wachezaji wengi ambao wana idadi nzuri ya mabao. Hapa unazungumzia mchezaji kama Clement Mzize Walid ana mabao 11, lakini pia kuna mchezaji kama Steven Dese Mukwala na mabao 9, Lionel Ateba Mbida na mabao 8 na kadhalika. Lakini leo hii katika mechi ambayo Yanga walicheza 25 wakiwa ugenini, Chamazi Complex ucheza dhidi ya Azam na kupata ushindi wa mabao 2-1. Mchezaji bora wa mechi hiyo ni Prince Mpumelelo Dube, ambaye kile alichokifanya katika mechi ya leo kimemfanya sasa awe katika nafasi nzuri ya kuwa miongoni mwa wale wanaozidi kuwania tuzo ya kiatu cha dhahabu kwa msimu huu wa 2024-25, tuzo ya mfungaji bora kwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Ni kwa sababu gani? Katika mechi ya leo ambayo Azam walipoteza kwa mabao 2-1 dhidi ya Yanga, wao wakiwa nyumbani kwenye uwanja wao wa Chamazi Complex, aliwaletea madhara haya kwenye haya mabao 2 ni mchezaji wao wa zamani. Huyu ni Mzimbabwe Prince Mpumelelo Dube. Ni kwa sababu mabao yote 2 Prince Dube alihusika. Bao la kwanza lililowekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua katika dakika ya 11 ni matokeo ya jitihada zilizofanywa na Prince Mpumelelo Dube kumzidi maarifa kipa wa Azam Zuberi Foba na kujaribu kufunga mpira ambao hata hivi ulikuwa unaonekana kutoka kidogo kwenye nguzo ya goli. Lakini wakati huo Peodo Pacome Zouzoua alikuwa tayari ameshawazidi mabeki wakati wa Azam akina Eva Betha pamoja na Yoro Diaby na kufika na kuweka mpira wavuni. Matokeo yake yakamfanya Dube katika bao hili aandikishe assist yake nyingine katika msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara. Hiyo haitoshi, Dube akafunga bao la pili ambalo mwisho wa siku ndio liloifanya Yanga iondoke na pointi 3 leo hii. Ni katika dakika ya 33 Dube akafunga bao zuri sana akimchagua golikipa Zuberi Foba katika hali ambayo ilimfanya akokote mpira na kubaki yeye na golikipa Zuberi Foba, lakini hakumpa nafasi ya kujipanga kufanya lolote kwa sababu alimchagua kwa kupiga mpira kushoto kwake, mpira ukienda karibu kabisa na nguzo na kuingia wavuni kuandika bao safi katika dakika hii ya 33. Lakini katika mechi hii Dube alikuwa amecheza kwa dakika 67 na kujaribu kufunga kwa kupiga mashuti 2. La kwanza lilipiga katika dakika 26 ambalo hili alikuwa amepata pasi nzuri kutoka kwa beki wao alikuwa amepanda Kibwana Shomari, beki mbili alikuwa amepanda, lakini akiwa yeye na golikipa Zuberi Foba, Dube alishindwa kutumia fursa hii kwa kuifungia Yanga bao kwa sababu shuti alilopiga lilichezwa na golikipa Zuberi Foba. Lakini shuti lingine la pili alikuja kulipiga katika dakika 33 nilolielezea kwa sababu ndilo liloipa Yanga bao la pili. Kwa hiyo leo hii Dube alionekana kupiga mashuti 2 yote on target na kisha akatoka katika dakika 67 akatolewa na nafasi yake ikatwaliwa na mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jonathan Ikangalombo. Kwa lugha nyingine sasa, Dube ambaye hapo kabla wakati akicheza mechi ya 22 Dube alikuwa ameshacheza kwa dakika 1415, lakini leo hii Dube alicheza kwa dakika 67 pale alipotolewa. Maana yake ukiangalia dakika alizocheza katika mechi 22 ukiongeza na dakika alizocheza leo hii utagundua ni dakika hapa unapata 2 8 4 1. Dube amecheza dakika 1482. Kwa hiyo dakika hizi ukichanganya na mashuti aliyopiga leo hii Dube 2 aliyolenga langu, maana yake mpaka sasa Dube msimu huu Yanga ikiwa amecheza mechi 25 Dube tayari ameshapiga mashuti, tunasema shots, amepiga mashuti 45. Na kati ya hayo
mashuti yaliyolenga lango ni 28. Hapo kabla alikuwa 26. Leo dhidi ya Azam mashuti mawili aliyopiga ya kulenga lango yamefanya apige mashuti ya kulenga lango 28. Jambo linalofanya kuna kitu tunaita shooting accuracy. Umakini wa kupiga mashuti ya kulenga shabaha kuwa mashuti 28 chini weka 45 yote aliyoyapiga ukizidisha kwa 100 utagundua hapa shooting accuracy ya Dube ni around 62%. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwenye mashuti haya aliyopiga Dube amefunga mabao 12. Alikuwa amefunga mabao 11, bao lilofunga leo limefanya afikishe mabao 12. Yes, mabao 12. Lakini assist aliyotoa leo imefanya afikishe assist 8 kwa sababu alikuwa na assist 7 pasi zaidi za mabao. Kwa hiyo ukiongeza na assist unagundua Dube ameshachangia mabao 20 kati ya mabao 64 aliyofungwa na Yanga mpaka kufikia sasa. Ni mchango wa juu mno kwa mchezaji mmoja, mshambuliaji kinara Prince Mpumelelo Dube kwa dakika alizocheza. Lakini kitu kingine anathibitisha Dube, mbali na kasi yake sasa ya kuwa ni ya tuzo ya kiatu cha dhahabu kwa kuwa mfungaji bora, ni kwamba Dube ameonyesha uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao mpaka sasa uko juu, kwa sababu katika mashuti 45 aliyopiga tayari amefunga mabao 12. Mabao 12 katika mashuti 45 ukizidisha kwa 100, ukizidisha kwa usahihi utapata ni around 27% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, tunasema goal conversion rate. Sasa kubwa zaidi ni kwamba kitendo chake cha kufikisha mabao 12, sasa Dube yupo miongoni mwa mapacha wawili wanaoongoza kwa ufungaji mabao mpaka kufikia sasa. Ndio amefikisha mabao 12 na kuwa kileleni mwa msimamo wa wanaoongoza kwa kupachika mabao mengi, akiwa pamoja na kiungo wa kimataifa wa Ivory Coast aliye kwa watani zao wa jadi Simba. Huyu ni Jasha Ahua ambaye naye ameshafunga mabao 12. Kwa Dube na Ahua kila mmoja ameshafunga mabao 12. Ahua yeye amepiga mashuti 51, mashuti 27 amelenga shabaha, ana mabao hayo 12. Ahua na assist 7, amechangia mabao 19 kwa klabu yake Wekundu wa Msimbazi Simba yenye mabao 52, iko nafasi ya pili kwenye msimamo. Lakini Dube mabao 12, assist 8, amechangia mabao 20 kati ya mabao 64 waliofunga Yanga, wako kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa vita bado iko kali kwenye kuania kiatu cha dhahabu, lakini Dube yungali katika nafasi nzuri sasa kwa msimu huu kuweza kutoa changamoto kwenye eneo hilo, kwa sababu mechi 5 zilizobaki kama anaendelea na kiwango hiki cha kuwa anafunga ama kutoa assist, maana yake michango yake itakuwa mkubwa zaidi kwa klabu yake ya Yanga inaowania taji la 4 mfululizo. Lakini kubwa zaidi kwenye kufunga, kama atakuwa anafunga kwa kasi aliyoonyesha hivi karibuni, huenda akawa naye ni miongoni mwa wale wanaowania kwa userious, kwa umakini zaidi tuzo ya kiatu cha dhahabu, tuzo ya mfungaji bora ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 kama ilivyo kwa kina Jasha Ahua, Steven Dese Mukwala, Clement Mzize Walid mwenye mabao 11 na wengineo, na hivyo kuleta uhondo mwingine katika ligi kuu Tanzania bara. Small details, vitaarifa vya kujificha vinavyoibua uhondo katika ligi kuu Tanzania bara. Je, Dube ataendeleza makali haya na mwisho wa msimu tumuone akitwaa tuzo ya mfungaji bora? Hilo ni swala la kusubiri, kwa sababu rekodi zinaonyesha Mzimbabwe huyu msimu aliofanya vizuri zaidi katika upachikaji mabao ni pamoja na msimu wa 2020-2021 ambao mfungaji bora alikuwa ni John Boko aliyekuwa akichezea Simba kwa kufunga mabao 16, akifuatiwa na Chris Kope Mushimba Mugalo aliyefunga mabao 15. Halafu yeye Prince Dube alimaliza nafasi ya 3 wakati akiwa Azam na mabao 14. Medi Kagere alimaliza nafasi ya 4 akiwa na mabao 13. Sasa msimu huu nafasi anayo, maana yupo kileleni kwa wafungaji, kuona mwisho wa msimu itakuwa vipi. Maana ushindani pia upo kwa kina Jonathan Soa ambaye leo hii wakati Singida Black Stars ikifunga mabao mawili pamoja na Coastal Union, naye alifunga ile bao pekee ambalo ni la mkwaju wa penalty. Wapo akina Elvis Rupia na wengineo. Hilo ni swala kusubiri kuona nani atatoa kiatu cha dhahabu ili kushindana vyema na Dube na Jasha Ahua walio kileleni hivi sasa kwa mabao 12 kila mmoja. Ewe mtazamaji, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.